Pembeni ya hii hoteli ya kifahari alikuwa amekaa huyu mama mmoja, huku akila chakula kwa haraka sana na spidi ya ajabu kwa sababu ya njaa kali. Ghafla dada mmoja aliyeitwa Monica alitoka nje ya hoteli, huku akiwa amebeba pochi yake nzuri na simu yake ya bei ghali. Moyo wake ulijaa kiburi na furaha ya mali. Aliona kama hakuna mtu katika dunia mzima aliyekuwa juu yake. Lakini ghafla akiwa anaangalia mbele, alimwona mama mmoja akiwa amekaa chini ya gari lake, nguo zikiwa chafu na zilizochakaa, akila kipande cha chakula kilichokuwa kimetupwa kwenye dustbin ya hoteli hiyo. Monica alisita kidogo, akapiga hatua mbili mbele kana kwamba haamini kile anachokiona. "Wewe, mama wewe, unafanya nini hapa? Hivi unajua hili ni gari langu?" Alifoka kwa sauti iliyojaa kejeli na dharau. Mama yule alinyanyua uso wake taratibu, huku mikono yake ikishikilia kipande cha mkate alichokiokota. Alijaribu kusema kwa sauti dhaifu, "Mwanangu, nilikuwa na njaa ila..." Lakini kabla hajamaliza, Monica akamkatisha kwa kicheko cha dharau. "Njaa? Hapa sio kwenu nyinyi maskini. Hii ni sehemu ya matajiri, sio ya watu wanaokula takataka." Maneno hayo yalisikika kwa sauti kubwa kiasi kwamba wapita njia waligeuka kushuhudia tukio lile kwa mshangao. Mama yule alijaribu tena kujitetea, akisema kwa sauti ya kutetemeka, "Samahani sana kukaa hapa. Nilikuwa natafuta chakula sababu kia watoto wangu hawajala." Lakini Monica, badala ya kuguswa na machozi yale, alimshika na akamsukuma. Akasema kwa sauti, "Ondoka hapa. Unaniletea aibu mbele ya watu. Unanifanya nionekane kama ninashirikiana na maskini. Hivi nyinyi hamjui nafasi zenu?" Alifoka huku akiinua macho yake juu, akitupa kicheko cha kiburi. Mama yule akaanguka karibu na tairi la gari, mikono yake ikitikisika kwa hofu na uchungu. Monica aliona haitoshi, akamshika mkono na kumsukumia kwa nguvu karibu na shimo la taka lililokuwa pembe ya hoteli. Akasema, "Huku ndiko kwenu. Nyinyi maskini mnafaa kuishi humo kwenye mashimo ya takataka." Alifoka huku akimwacha akiangukia kwenye shimo. Watu waliokuwa pale walibaki wakimtazama kwa mshangao na hasira ya kimya, lakini hakuna aliyejaribu kumsaidia mama yule, kila mtu akihofia kuhusishwa na aibu ile. Mama alibaki akilia, akiinua mikono yake juu kama anayemwomba Mungu kwa machozi ya maumivu. Baada ya kumdhalilisha hivyo, Monica akaondoka huku akiwa na uchungu sana. Kwenye safari ya kurudi nyumbani, moyo wake ulikuwa umejaa hasira na majivuno yasiyo na maana. Alijiambia, hao maskini ni mzigo, wanaharibu mandhari ya maisha ya kifahari. Wanafikiri kila mtu ni maskini kama wao. Nitawafundisha adabu kila nitakapokutana nao. Alipofika nyumbani, bado alihisi uchafu wa mama yule ulimchafua roho yake. Tukirudi huku upande wa pili, mama yule ilibidi atoke na akae pembeni ya shimo la taka, akilia kimya kimya huku macho yake yakitazama anga ya usiku iliyozidi kujaa giza. Hakukuwa na mtu hata mmoja aliyemsaidia. Alihisi upweke uliojaa baridi, kama dunia nzima ilikuwa imegeuka dhidi yake. Alijaribu kusimama kwa tabu, akavua kipande cha nguo yake na kufuta machozi usoni. Alijisemea, Mungu, nina watoto nyumbani, wanasubiri chakula changu. Nimepata nini leo? Fedheha na maumivu. Alichukua mfuko wake na akarudi hadi nyumbani kwake alikokuwa amepanga, akiwa na moyo wa huzuni na mwili uliochoka. Alipofika nyumbani, watoto wake walikuwa wamekaa wakiwa na vitabu vya shule vya zamani. Wote walinyanyua vichwa vyao mara moja walipomuona, macho yao yakiwa na mwanga wa matumaini. Walimsalimia mama yao kwa furaha, kisha mmoja akasema, "Mama, umepata chakula?" Mama alinyamaza sekunde chache, kisha akatabasamu kwa huzuni. Aliweka chini mfuko mdogo uliokuwa na mabaki ya chakula. Watoto wakaenda mbio wakafungua na kuanza kula kwa hamu, bila kuuliza maswali mengi. Mama aliwaangalia kwa macho ya huzuni, akihisi maumivu ya kushindwa, akisema kimoyomoyo, "Wanangu, hamstahili haya." Huku watoto wakiendelea kula,
Mama alikaa pembeni yao akiwatazama kwa ukimya. Machozi yake yalitiririka bila yeye kujizuia, yakichanganyika na tabasamu la uchungu. Alitamani kuwa na uwezo wa kuwapikia chakula kizuri, lakini sasa maisha yalikuwa yamewafikisha hapa, kula mabaki ya taka. Akiwa na huzuni, ghafla mlango ulifunguliwa kwa kishindo, mwenye nyumba akiingia kwa hasira kali. "Wewe mwanamke, nimechoka. Ni miezi 3 sasa hujalipa kodi. Unadhani nyumba ni ya bure? Leo ni leo, nataka muondoke." Sauti yake ilikuwa kali kama radi, ikitikisa ukuta wa nyumba ile. Mama akasimama haraka, akijaribu kujitetea. "Tafadhali baba, naomba muda kidogo. Nitalipa. Watoto wangu wanateseka. Tafadhali usitufukuze." Lakini mwenye nyumba akazidi kufoka, akimwonyesha kidole usoni. "Mimi siangalii mateso ya watoto wako. Si kazi yangu. Nimekuonya mara nyingi. Leo lazima muondoke." Watoto walitazamana kwa hofu. Wakaanza kulia. Mmoja wao akasema kwa machozi, "Mama, na leo pia tumefukuzwa shule. Walimu walisema tusirudi bila kulipa ada." Mama alihisi kama moyo wake unapasuka vipande vipande. Hali ya kufukuzwa nyumbani na kufukuzwa shule kwa watoto wake kwa siku moja ilimzidi nguvu. Aliketi chini akawashika watoto wake, machozi yakimtiririka. Alinua macho yake kwa mwenye nyumba, akilia kwa uchungu. "Unataka tuende wapi? Hata shule wamefukuza watoto wangu." Lakini mwenye nyumba hakusikiliza, akabaki akifoka kana kwamba hana damu ya utu moyoni mwake. Usiku huo huo, mama alilazimika kufunga mizigo yao midogo midogo. Akawaambia watoto wake, "Twende, hatuna namna." Watoto walilia, wakisema, "Mama, kwa nini kila mara sisi? Kwa nini hatuna pa kwenda?" Mama hakujibu, akawashika mkono kwa mkono, wakatoka nje gizani. Watu waliokuwa jirani walitazama kimya kimya, wengine kwa huruma, wengine kwa dharau. Hali ile ilimfanya mama ajihisi kama mzigo duniani. Walitembea usiku mzima barabarani, wakikwepa magari na upepo mkali uliokuwa unavuma. Watoto walikuwa wamechoka, miguu yao ikiuma kwa mawe na vumbi la barabara. Mama aliwaambia, "Tutapata sehemu ya kujificha." Walipofika mwisho wa mji, waliona vibanda vilivyoachwa na watu. Vibanda hivyo vilikuwa vimechakaa, paa likivuja, kuta zikiwa na mashimo, lakini kwao kilikuwa kimbilio bora zaidi. Walijiingiza ndani, wakakaa kwenye udongo baridi, wakishikamana kwa hofu na baridi. Usiku ule, upepo ulipita kwa nguvu kupitia mashimo ya paa, ukilia kama mizimu. Watoto walitetemeka kwa baridi, wakamkumbatia mama yao. Mama aliwakumbatia wote, akiwatuliza kwa mikono yake. Alijaribu kulala, macho yakiwa wazi, akiwaza hatima yao. Mungu, ni lini tutapata pumziko?" alijiuliza kimoyomoyo. Macho yake yalijaa machozi, lakini hakuwa na jibu lolote. Mama aliamka kila asubuhi mapema, akienda sokoni kutafuta kazi ndogo ndogo za kubeba mizigo au kufagia. Wakati mwingine alipata shilingi chache, wakati mwingine hakuambulia chochote. Watoto wake walibaki vibandani, wakiimba nyimbo za shule walizozikumbuka. Walitamani kurudi shule, lakini walijua hawakuwa na uwezo. Mama aliporudi nyumbani, kila jioni akiwa amechoka na mikono imejaa vumbi, aliwapokea kwa tabasamu bandia, akijaribu kuficha maumivu yake. Usiku mmoja, mvua kubwa ilinyesha. Paa la kibanda lao lilivuja maji, likiwamwagia juu ya blanketi zao chafu. Watoto walilia, "Mama, tunaogopa." Mama alijaribu kuwakinga kwa mwili wake, akiwakumbatia wote kana kwamba ni ngao ya uhai. Maji yalipita sakafuni, wakaloa hadi mifupa. Asubuhi iliyofuata, mama aliamka mapema, macho yake yamevimba kwa machozi. Alitembea sokoni, akipiga magoti mbele ya baadhi ya wauzaji, akiomba kazi yoyote. Mtu mmoja akamfokea, "Wewe huna pa kuishi, enda kwa mashimo ya taka uliozoea." Maneno hayo yalimgonga kama risasi, lakini alijikaza, akanyamaza na kuondoka. Alijua kila siku ilikuwa vita mpya, vita dhidi ya njaa, umaskini na dharau, lakini moyo wake ulimwambia lazima aendelee kwa ajili ya watoto wake.
Watoto walipoona mateso ya mama yao, walijaribu kumfariji. "Mama, usilie. Siku moja tutakuwa wakubwa, tutakununulia nyumba kubwa," mmoja alisema. Mama alitabasamu kwa machozi. Hali ikazidi kuwa mbaya, wakati mwingine hawakula siku 2 mfululizo. Mama alikimbia nyumba kwa nyumba akiomba msaada, lakini wengi walimfukuza, wengine wakimkejeli. "Wewe ndio yule mama anayekula taka pale hoteli?" Walicheka. Alihisi aibu kubwa, lakini hakuwa na namna. Tukirudi huku upande wa pili kwa Monica, yule binti aliyemfukuza mama kwenye hoteli, licha ya kuwa mtoto wa tajiri mkubwa aliyemiliki kampuni kubwa za biashara mjini, hakuwa mtu aliyependwa na wafanyakazi wenzake wala majirani. Tabia yake ya kiburi, dharau na ubinafsi iliwafanya wote wamuone kama janga la moto. Alipokuwa kazini, badala ya kushirikiana na wafanyakazi wenzake kwa upole, aliwadharau kila mara na kuwatupia maneno ya kejeli yasiyokuwa na maana. Alijiona kama yuko juu ya kila mtu, akitumia jina la baba yake kuwakandamiza watu. Hata pale ambapo hakukuwa na kosa kubwa, aliibua ugomvi na kufokea kila mtu. Hali hii ilisababisha kila mtu ofisini kumchukia kwa siri, lakini hakuna aliyeweza kusema lolote kwa hofu ya kufutwa kazi. Siku moja asubuhi, mfanyakazi mmoja alichelewa kufika ofisini kwa dakika chache kwa sababu ya matatizo ya usafiri. Alipoingia ofisini akiwa anapumuzwa kwa shida, Monica alisimama ghafla, akapiga meza kwa kishindo na kutupa macho makali kana kwamba amekutana na adui wa maisha yake. "Hivi wewe hujui ofisi hii ni ya baba yangu? Ni nani aliyekuruhusu kuja kwa saa zako za kijinga?" Alifoka kwa sauti kubwa iliyotikisa ofisi nzima. Kabla hata mfanyakazi huyu hajajieleza, Monica alichukua ndole ya maji yaliyokuwa karibu, akamwagia mwili mzima akisema kwa kejeli, "Hili ndilo fundisho la watu zembe." Wafanyakazi wengine waliokuwa ofisini walihisi hasira na huzuni kwa kitendo kile, lakini hawakuweza kusema neno. Mtu aliyemwagiwa maji alianza kulia kwa uchungu, akihisi fedheha kubwa mno. Macho yake yalijaa machozi. Wengine walijaribu kumtuliza kimya kimya, lakini hofu ya kupingana na Monica iliwafanya wabaki kimya. Hali ile ilizua makelele makubwa, kila mtu akionekana kusikitika kimoyomoyo. Lakini kabla mambo hayajaharibika zaidi, baba yake Monica aliingia ghafla, akashangaa kusikia kelele. Baba yake akasimama mlangoni akimuuliza kwa sauti ya mamlaka, "Kuna nini hapa? Kwa nini kuna kelele?" Monica kwa ujanja wake wa uongo na kujipendekeza akamkimbilia haraka, akamwambia kwa sauti ya heshima bandia, "Baba, huyu mfanyakazi alidondoka bahati mbaya, tulikuwa tunamsaidia kuamka, ndio maana kuna makelele." Baba yake, ambaye mara nyingi hakuwa na muda wa kuchunguza undani, aliamini tu maelezo ya binti yake. Wafanyakazi waliobaki walibaki wakimeza mate, wakijua kuwa ukweli ulikuwa tofauti, lakini wakashindwa kusema lolote kwa hofu ya kupoteza riziki yao. Upande wa pili, huku kwa mama yule aliyedharauliwa siku ile hotelini, aliendelea kupambana na maisha. Alianza kutafuta vibarua vya kufanya kazi ngumu sokoni na majumbani mwa watu, kazi za kubeba mizigo, kufagia, hata kufua nguo kwa jirani, kwa ujira mdogo sana. Kila alichopata aliweka mezani ili watoto wake waweze kula. Mikono yake ilianza kuwa na vidonda, mwili wake kuchoka, lakini moyo wake ulijaa nguvu ya mapenzi ya mama. Hata kama alipata shilingi 500 tu kwa siku, aliitumia kununua kipande cha mkate au uji mdogo kwa ajili ya watoto wake. Siku moja baada ya kurudi nyumbani akiwa amechoka sana, jirani zake walimkimbilia wakimwambia kwa huzuni, "Mama, leo mwanao akiwa anacheza nje aligongwa na pikipiki. Aliyemgonga alikimbia, sasa tumempeleka hospitali." Mama alipiga mayowe, akapoteza nguvu miguuni, machozi akaanza kumtiririka. Alikimbia kwa haraka akiwaza hatima ya mwanae. Alipofika hospitalini, alimkuta mwanawe akiwa kitandani, mwili wake umefungwa bandaji, macho yake yakionekana dhaifu. Mama alianguka chini akalia kwa uchungu, "Mwanangu, kwa nini kila mara mateso yanakufuata?" Sasa huyu daktari aliyekuwa akimhudumia aliitwa Dick, na alimwambia mama, "Mtoto wako yuko salama, lakini anatakiwa afanyiwe matibabu maalum na gharama ni shilingi 160,000. Maneno hayo yalimgonga mama kama radi. Alianguka chini akalia kwa nguvu akishika kichwa chake.
Nitatoa wapi pesa hizi? Mimi sina hata shilingi moja mfukoni. Mama alilia sana. Alikaa chini sakafuni akilia bila kujali nani anamwangalia. Alipiga mikono yake usoni akihisi kama dunia yote imegeuka dhidi yake. Dick alitazama hali ile, hakuvumilia. Alimkaribia mama, akamnyanyua kwa upole, akamwambia kwa sauti ya huruma, "Usilie mama, nitakusaidia kulipa gharama hizi. Hii si mara ya kwanza kuona watu kama wewe wakiteseka kwa ajili ya watoto wao. Nitafanya kila linalowezekanalo kuhakikisha mtoto wako anapona." Mama alishangaa, akalia tena, lakini sasa machozi yake akawa ya furaha mchanganyiko na huzuni. Alishukuru mara 100 kwa moyo wake akisema, "Mungu akubariki mwanangu, umenifuta machozi." Siku zikaendelea, mtoto wake akaanza kupona taratibu. Mama kila mara alikuwa akimshukuru Dick kwa wema wake. Siku moja alipokuwa anaongea naye nje ya chumba cha wagonjwa akimshukuru kwa msaada mkubwa aliyomfanyia, ghafla Monica aliingia. Macho ya Monica yalipokutana na mama, moyo wake ukajaa hasira na uchungu wa dharau ya zamani. Mama pale pale alimkumbuka na kumbukumbu ya tukio alilofanyiwa ilimjia. Alipatwa na wasiwasi sana. Monica alisimama pale, akashika mikono kiunoni, akafoka kwa sauti kali, "Wewe, hata huku umefika? Uliona itoshi kuniandama kule hotelini, sasa unakuja mpaka kwa mchumba wangu? Wewe ni mchawi, mwanamke wa bahati mbaya, hata hospitalini huoni aibu?" Monica akamgeukia Dick akisema kwa dharau, "Huyu mama ni maskini wa kutupwa. Kwa nini unajihusisha naye? Hata nguo zake zinaonyesha anaishi kwenye mashimo ya taka. Hivi unajua anachokifanya? Atakugeuza kuwa mtu wa mchawi kama yeye." Mama alishindwa kuzuia machozi. Akajaribu kueleza, "Sikujua kama huyu ni mchumba wako. Nilikuwa namshukuru kwa msaada ulionifanyia." Lakini Monica hakumsikiliza. Sauti yake ikazidi kupaa kwa hasira. Dick ambaye tangu mwanzo alibaki mtulivu, akaongea kwa hasira. Akamwambia Monica kwa ukali usiozoeleka, "Monica, acha mara moja. Hii sio tabia nzuri. Mama huyu amepitia maumivu makubwa na nilimsaidia kwa sababu ya utu, sio kwa sababu nyingine yoyote. Huwezi kuendelea kumdhalilisha kila sehemu unayomkuta. Hili si jambo la kifahari, ni ukatili wa moyo." Sauti ya Dick ilisikika kwa ukali na watu wote waliokuwa karibu walibaki wameduaa, wakiwa hawajawahi kumsikia akiongea kwa sauti hiyo kabla. Monica alihisi fedheha kubwa mbele ya kila mtu. Uso wake uligeuka kuwa mwekundu kwa hasira. Bila kufikiri, alimkaribia mama na mtoto wake, akawasukuma kwa nguvu mpaka wakaanguka chini sakafuni. Mama akapiga kelele, mtoto akalia kwa maumivu. Wauguzi wakakimbia kuwasaidia, wakimuinua mama na mtoto huku wakimtazama Monica kwa macho ya hasira. "Hivi roho yako ni aina gani?" mmoja wao aliwaza kimoyomoyo. Dick hakuvumilia, akamgeukia Monica tena kwa sauti ya mamlaka, "Umevuka mipaka sasa. Hii hospitali sio sehemu ya dharau zako, na kama kweli unaheshimu watu, heshimu kwanza uhai. Usifikiri pesa na jina la baba yako vinakupa nafasi ya kudhalilisha wanyonge. Kama unayo roho ya upendo, itumie. Kama huna, basi kaa kimya, lakini sio kudhalilisha mama na mtoto aliyeumizwa." Sauti yake ilitikisa moyo wa kila mtu pale, ikimwacha Monica akitetemeka kwa hasira. Monica akapiga kelele, "Huwezi kunifundisha mimi maadili. Hii hospitali haiwezi kuwa juu ya mimi. Usinilazimishe kuchukua hatua Dick. Huyu mama ni mzigo na wewe unajishushia heshima yako kwa kushirikiana naye." Dick akamwangalia kwa macho ya ukali, akasema kwa maneno mazito, "Heshima sio mali wala jina. Heshima ni utu. Na leo nimeona tofauti kati ya wewe na mama huyu. Yeye ana moyo wa huruma kwa watoto wake, lakini wewe una moyo wa mawe. Kumbuka, dunia huzunguka. Kesho hujui hali yako itakuwaje." Maneno hayo yalimgonga Monica kama risasi moyoni. Alibaki amesimama, akipumua kwa hasira kali, macho yake yakiwaka moto. Watu waliokuwa wakipita waligeuka wakamtazama kwa chuki ya kimya, wakijiuliza vipi mtoto wa tajiri mkubwa ana roho mbaya kiasi hicho. Monica, kwa kuona hawezi tena kujitetea mbele ya kila mtu, akapiga teke kiti kilichokuwa karibu na kuondoka kwa kishindo, akipiga mlango kwa nguvu kana kwamba anataka kuivunja hospitali nzima. Hali ile ilienea kama moto mjini, kila mtu akizungumza jinsi Monica alivyodhalilisha mama maskini hospitalini.
Wengine walionyesha hasira zao, wengine walishindwa kuamini. Lakini mama, pamoja na huzuni yote, aliendelea kushikilia moyo wa imani kwamba Mungu angefungua njia nyingine. Aliendelea kumshukuru daktari kila siku akisema, "Mwanangu, umekuwa msaada wangu zaidi ya ndugu. Nitakukumbuka maisha yangu yote." Dick naye hakusita kumpa maneno ya faraja kila alipopata nafasi. Lakini upande wa Monica, roho yake ilizidi kuwa ngumu. Aliondoka hospitalini akipiga hatua kubwa, moyo wake ukijaa hasira kali. Alijisemea kwa sauti, "Sitamruhusu mama huyu kukaa karibu na maisha yangu. Nitahakikisha anapata cha moto." Alipoingia kwenye gari lake, alibamiza mlango kwa nguvu. Hapo ndipo upepo wa vita mpya ukaanza. Vita kati ya roho mbaya Monica na maisha ya tabu ya mama yule aliyekuwa akipigana kwa ajili ya watoto wake. Baada ya Monica kuwashambulia hospitalini, Dick alibaki na huzuni kubwa. Aliwaomba radhi mama na mwanawe akisema kwa sauti ya masikitiko, "Samahani sana mama, nilishindwa kudhibiti hasira za Monica. Hiyo haikustahili kabisa. Wewe na mtoto wako mlikuwa mnaumia tayari, halafu mkaongezewa maumivu. Tafadhali msinichukie. Mimi niko upande wenu." Mama alimtazama kwa macho yenye machozi akasema kwa upole, "Siwezi kukuchukia. Wewe ndiye umefanya nione bado kuna watu wenye huruma duniani. Mungu atakulipa." Maneno hayo yalimgusa Dick sana, akahisi mzigo mkubwa zaidi kwa familia ile maskini. Dick alijaribu kuwapeleka nyumbani kwa gari lake ili angalau wawahi kupumzika baada ya purukushani ya hospitali. Lakini mama akakataa, akisema kwa sauti yenye aibu na kujizuia, "Sitaki kukusumbua zaidi. Tayari umeshanisaidia sana. Mimi na watoto wangu tutaenda kwa miguu, hatukai mbali sana na hapa. Mungu atatulinda." Dick alihisi uchungu, akaona jinsi mama alivyokuwa mtu wa heshima na hakuwa mtu wa kutaka msaada kwa tamaa, bali kwa dharura tu. Alibaki akimwangalia kwa uchungu hadi walipoondoka, akijiahidi moyoni kwamba siku moja atafanya jambo kubwa zaidi kwao. Siku moja daktari akiwa sokoni kununua matunda, alimwona mama akiwa amekaa chini ya mti mkubwa pembeni ya barabara. Mikono yake ilishikilia mifuko midogo yenye nguo zilizochakaa na sahani chache za plastiki. Alionekana kama mtu anayejiandaa kuondoka. Uso wake ulikuwa umejaa uchovu wa siku nyingi, macho yake yamevimba kwa kulia, na watoto wake walikuwa pembeni wakichezea vumbi kana kwamba hawajui hatima yao. Daktari alisimama kwa mbali, akamwangalia kwa muda mrefu, moyo wake ukimchoma kwa huruma. Mama alianza kuondoka na kuelekea nyumbani kwake. Bila kufanya kelele, Dick alianza kumfuata mama kimya kimya. Aliwaona wakibeba mizigo yao kidogo kwa shida, wakipita mitaa kwa mitaa, na hatimaye walifika kwenye nyumba yao, kibanda kidogo. Dick alishindwa kuvumilia, machozi yake yakamtoka waziwazi. Alihisi maumivu makali moyoni mwake kuona familia ikikaa katika hali kama ile, wakati yeye alikuwa na mali nyingi na nyumba kubwa ambazo hazina hata mtu wa kukaa. Alijikusanya kwa ujasiri, akagonga mlango kwa upole. Mama aliposikia hodi, akashtuka, akasita kufungua kwa hofu kwamba huenda ni mwenye hiyo nyumba walioivamia. Alipofungua, akashangaa kumwona Dick akiwa amesimama mlangoni na tabasamu la upole usoni. Mama alitetemeka, akasema, "Daktari, wewe tena? Mbona umefika huku?" Dick aliingia ndani taratibu, akatazama sakafu ya udongo, paa lililokuwa likivua na watoto waliokuwa wameketi kwenye gunia lililopasuka. Akasema kwa sauti nzito, "Mama, moyo wangu umeshindwa kuvumilia. Sitaki uendelee kuishi hivi." Mama alitetemeka kwa mashtangavu, akajibu, "Lakini mimi sina namna. Ndivyo maisha yalivyo. Siwezi kubadilisha chochote." Daktari akamshika mkono, akamtazama machoni, akasema kwa msisitizo, "Sikiliza mama, nina nyumba kadhaa ambazo baba yangu alinipatia.
Niliahidi moja nitampa mtu wa karibu, lakini nimeamua leo kwamba nyumba hiyo itakuwa yako. Wewe na watoto wako mtahamia pale kesho. Hautalipa kodi wala chochote, hiyo itakuwa nyumba yenu ya dumu." Mama alibaki akiduaa, akishika kichwa chake, machozi yakimtiririka kwa nguvu. "Daktari, unanitania?" akasema kwa sauti ya kutetemeka. Dick akatikisa kichwa akasema, "Hapana mama, si utani. Hii ni zawadi yangu kwa heshima ya mapambano yako, heshima kwa machozi yako, heshima kwa mapenzi yako kwa watoto. Hutateseka tena kwenye vibanda hivi." Mama akaanguka chini, akapiga magoti, akamshika miguu kwa machozi makali. Mungu wangu, nimeona malaika duniani. Mwanangu, sitakusahau maisha yangu yote. Wewe ni zawadi ya Mungu. Kesho yake, Dick alipokuwa kazini, Monica alikuja kumtembelea kama kawaida. Dick alijua ni lazima amwambie ukweli. Akamgeukia akasema, "Monica, kumbuka ile nyumba niliyoahidi nitakupa? Nimefikiria kwa muda mrefu na nimeamua kumpa mama yule maskini uliyekutana naye siku ile. Yule mama anahitaji msaada wa kweli na nimeona ni haki kumpa nyumba hiyo." Monica alishtuka kana kwamba amepigwa kibao. Uso wake ukabadilika hafla, akamwambia kwa hasira, "Unamaanisha nini? Umeninyima mimi nyumba ili kumpa yule mwanamke takataka? Unadhani mimi ni nani?" Dick alijibu kwa sauti ya utulivu, "Monica, huna haja ya nyumba kwa sasa. Wewe una kila kitu, mali, chakula, mavazi, lakini yule mama hana kitu chochote na watoto wake wanateseka. Hiyo nyumba itakuwa mwanga kwao. Tafadhali elewa." "Sitakubali. Huyo mama atanijua mimi ni nani. Nitahakikisha anatoka humo haraka." "Hivi unajua unanidhalilisha kiasi gani mbele ya dunia? Mimi ni mchumba wako, lakini unampendelea masikini." Dick alinyamaza kimya, akimwangalia kwa macho ya huzuni, akiona jinsi roho ya Monica ilivyokuwa imejaa giza. Kesho yake, Monica aliamua kwenda moja kwa moja kwenye ile nyumba mpya ambayo daktari alikuwa amemkabidhi mama. Alipofika pale, aliwakuta mama na watoto wake wakipanga vitu vyao vidogo vidogo kwa furaha ndogo walivyokuwa nayo. Monica akaingia kwa kishindo, akasema kwa dharau, "Wewe mama, nani alikuruhusu ukae hapa? Hii nyumba ilikuwa yangu, lakini Dick akaamua kukupa wewe. Leo nimekuja kukutoa. Huna haki ya kukaa hapa hata sekunde moja." Mama akasimama, mikono yake ikitetemeka, akasema kwa upole, "Monica, tafadhali usitufanyie hivi. Tulikuwa tunaishi vibandani, sasa tumepata tumaini. Acha watoto hawa wapate angalau pa kulala bila mvua." Lakini Monica akacheka kwa dharau, akasema, "Watoto hawa kwangu si kitu. Wewe ni mchawi na sasa umejipenyeza kwenye maisha yangu. Nitaangamiza kila ndoto yako na hii nyumba sio yako na kamwe haitokuwa yako." Watoto wakalia, wakamshika mama yao. Machozi ya mama yakazidi kumtiririka, lakini hakupiga kelele. Alijibu kwa upole, "Mungu yupo." Monica akawa hana huruma. Alichukua mikoba yao midogo aliyokuta pale, akaivurumisha nje, akifoka kwa hasira, "Nendeni huko mtokako. Hii nyumba haitakuwa kimbilio cha maskini. Dick hawezi kunidhalilisha kwa kumpa mtu kama wewe kitu kilichokuwa changu." Mama alilia kwa sauti ya uchungu. Daktari aliamua kwenda kuwatembelea mama na watoto wake, akiwa na furaha ya kuwaona kwenye nyumba yake aliyowapa. Lakini alipofika pale, alikuta mlango ukiwa umefungwa. Alibaki amesimama pale akijiuliza kwa mshangao, "Kwani wameenda wapi? Jana walihamia hapa." Alitembea kwa wasiwasi, akapiga hodi mara kadhaa, lakini hakuna aliyekuwa ndani. Alianza kuhisi kitu kibaya kimetokea. Baada ya muda wa kutafuta, Dick akaamua kwenda kwenye nyumba yao ya zamani, ile kibanda kilichokuwa kimechakaa. Alipofika pale, moyo wake ulipasuka alipowaona mama na watoto wake wakiwa wameketi wakilia. Akakimbia kwa haraka, akawauliza kwa sauti ya mshangao na huzuni, "Mama, mbona mpo hapa tena? Nilishawapa nyumba ya kuishi. Kilichotokea ni nini?" Macho ya mama yalijaa machozi. Akasema kwa sauti dhaifu,
Jana Monica alikuja akatufukuza kwa hasira. Akasema hii nyumba ni yake. Tulijaribu kumsihi lakini akatufukuza kwa nguvu. Tumerudi tena hapa, hatuna pa kwenda. Dick akihisi damu ikichemka mwilini, alisimama kimya kwa sekunde kadhaa akishusha pumzi nzito. Halafu akatoa simu yake akampigia Monica kwa hasira kubwa. Alipopokea, Dick akafoka kwa sauti ya mamlaka. Monica, nini kimekupata? Hivi wewe ni mtu wa aina gani? Nilitoa nyumba hiyo kwa moyo wa huruma kwa mama na watoto wake, lakini wewe ukaenda kuwafukuza. Hivi moyo wako umejaa chuki kiasi gani? Huu ni ukatili mkubwa na sitakubali tena. Lakini Monica hakuyumbishwa. Kwa sauti ya dharau akamjibu, Dick, wewe hujui dunia. Wewe mwenyewe ni maskini tu, huna mali za kutisha. Unafikiri kwa kunifokea utanifanya niogope? Mimi siwezi kuwa na uhusiano na mtu asiye na hela kubwa. Wewe umeshajishusha kwa kuchagua kuishi na maskini. Basi nenda ukae nao. Dick alinyamaza kwa sekunde, akishindwa kuamini masikio yake. Monica akamwambia kwa hasira, kuanzia leo sitaki tena mahusiano na wewe. Acha kunitafuta. Simu zako sitapokea. Wewe sio mwanaume ninayetaka. Nilitaka mtu mwenye heshima zake, sio wewe ambaye unajishusha kwa maskini. Nimekosea kukuruhusu kuwa na mimi. Kwa heri Dick. Alipomaliza kusema maneno hayo, alikata simu kwa kishindo na mara moja akabadilisha namba yake ya simu. Dick alibaki ameshika simu yake mikononi, moyo wake ukiwa mzito kama mawe. Alijua sasa uhusiano wake na Monica umekufa rasmi. Lakini zaidi ya hilo, alihisi uchungu mkubwa kwa mama na watoto waliofukuzwa na Monica. Alijiambia kimoyomoyo, hata kama Monica ametupilia mbali mahusiano yetu, mimi sitawahi kumtupa huyu mama na watoto wake. Hawa ndio familia yangu sasa. Nitahakikisha wanapata maisha bora zaidi. Maneno haya yalimgusa mama. Akamwangalia Dick kwa macho yenye machozi ya shukrani. Macho yake yalionyesha msimamo wa kweli wa mtu aliyekubali kubeba mzigo wa familia isiyokuwa yake kwa moyo wa upendo. Ilipita mwaka mzima tangu daktari aanzishe biashara ndogo ya mama. Biashara ile ya chakula ilianza kwa sehemu ndogo sokoni, ambapo mama aliwauzia wafanyakazi waliokuwa wakipita. Lakini kwa sababu ya uaminifu wake, kazi yake ya bidii na upendo aliouweka, watu wengi walimpenda. Kila siku wateja waliongezeka na daktari hakumwacha. Aliendelea kumshauri jinsi ya kupanua biashara yake. Baada ya miezi michache, biashara ile ikawa maarufu, ikahamia sehemu kubwa iliyokuwa karibu na barabara kuu, na sasa ilianza kumuingizia mapato makubwa ya kuwasomesha watoto wake na kuwatunza bila msaada wa Dick. Tukirudi huku upande wa pili, Monica hakuwa amebaki kimya. Baada ya kuachana na Dick, alijaribu kutafuta furaha mpya. Alipokutana na Charles, kijana aliyekuwa anavaa suti kali, kuendesha magari ya kifahari ya kukodi na kuzungumza lugha ya watu wa hadhi zake, moyo wa Monica ukachangamka upya. Alimwona kama mtu bora zaidi kuliko wote aliowahi kutana nao. Charles alijua jinsi ya kuzungumza, kujipendekeza na kujifanya mwenye mali nyingi. Alimwambia Monica maneno matamu, akamshawishi kwamba yeye ndiye mwanamke aliyekuwa akimsubiri maishani mwake. Monica, kwa kuupofu wa mali na heshima, hakuchunguza sana maisha ya Charles. Alimpeleka nyumbani kwa baba yake, akamtambulisha kama mchumba. Baba yake, ingawa mwanzoni alikuwa na wasiwasi, alikubali kwa sababu aliona Monica amepata mtu mwenye mvuto. Charles, kwa ujanja wake, alianza kuingia taratibu katika kampuni ya baba yake Monica. Alijifanya mwenye ujuzi mkubwa wa biashara, akatoa ushauri wa kifedha, na Monica akamsisitiza baba yake kumpa nafasi kubwa ndani ya kampuni yao. Ndani ya miezi michache, Charles akawa mmojawapo wa viongozi wa juu wa kampuni yao. Miaka miwili ilipita, Charles akawa ameshika sehemu zote za biashara. Monica alimwamini kupita kiasi, akamwachia nyaraka muhimu, akaweka saini zake bila kujua. Polepole, Charles alianza kuuza mali, kuuza magari, kuuza majengo na kuhamisha pesa nyingi nje ya nchi. Hakuna mtu alihisi mchezo wake, maana kila kitu kilionekana kama ni uwekezaji mpya. Monica, akipofuka na mapenzi, hakuona chochote, akidhani kila kitu kipo sawa. Lakini ghafla, ukweli ulipolipuka, tayari walikuwa wamechelewa. Charles alikuwa ameuza kampuni yote, akaondoa pesa zote kwenye akaunti
na kutokomea kusikojulikana. Monica na baba yake walibaki wameduawa, wakiwa hawana tena hata mali ya kujivunia. Walijaribu kumtafuta kila kona, wakapiga ripoti polisi, lakini wapi, jamaa alikuwa amepotea kama moshi hewani. Monica alilia kwa siku nyingi, akilaumu kila mtu, ila sio upofu wa tamaa yake. Baba yake alianguka kwenye mshtuko wa presha, na baada ya muda mfupi akafa kwa presha. Mazishi ya baba yake alikuwa ya huzuni kuu. Monica alibaki peke yake, akiwa hana msaada tena. Heshima yake ya kifamilia iliporomoka. Rafiki zake waliokuwa wakimzunguka kwa mali walipotea ghafla. Alihisi dunia nzima imemgeuka kama giza lililomeza kila upande. Moyo wake ukamkumbusha Dick, yule aliyemkataa kwa dharau. Akawaza, laiti ningemsikiliza, basi na sasa nisingekuwa hivi. Akaamua kumtafuta ili angalau amuombe msamaha na warudiane, kwa sababu hakukuwa na mtu mwingine aliyebaki kwake. Alipomtafuta alipata taarifa zake, akagundua kwamba daktari sasa alikuwa ameoa tayari. Habari hiyo ilimvunjia moyo Monica. Alijua hakuwa tena na nafasi katika moyo wake, lakini maisha yalikuwa yamekuwa magumu sana kwake. Alikuwa amebaki maskini kabisa, bila nyumba wala mali. Akawa anazurura mjini usiku kucha, akilala mitaani na kuomba msaada wa kula. Sasa hii siku Monica alikuwa amelala pembeni ya gari ambalo lilikuwa pembezoni mwa ile hotel ambayo kwa mara ya kwanza alimuona mama na kumdhalilisha. Sasa mama alikuwa ametoka ndani ya hiyo hotel kubwa, akawa ameangalia mbele kwenye gari lake, akashtuka sana kumuona Monica. Akasema, kweli dunia ni duara. Miaka michache iliyopita mimi nilikuwa hapa na Monica alinitukana matusi na kunidhalilisha na kunisukuma kwenye shimo la taka. Lakini tazama, na yeye leo yupo hapa. Akiwa amelala, ghafla mama akaja kumuamsha. Monica alipomwona alishtoka sana, kwani hakutegemea kabisa kumuona mama akiwa na muonekano wa kitajiri. Aliona aibu kubwa sana na pale pale alilia huku akiomba msamaha wa kila rangi. Aliangua vilio na alimwomba mama ampe msaada hata wa makazi, maana yake walidhulumiwa kila kitu na sasa hivi anaishi mtaani tu, hana makazi. Mama alipatwa na huruma na aliamua kumsaidia kama yeye alivyosaidiwa na Dick. Mama aliamua kumsaidia na akamchukua akawa anaishi naye. Na huu ndo unakuwa mwisho kabisa wa story yetu. Tafadhali tuandikie maoni yako hapo kwenye comments. Ungekuwa wewe ndo mama, ungemsamehe Monica au ungemwacha na yeye joto la maisha limpate? Usisahau kulike, kucomment pamoja na kusubscribe. Tukutane tena next time. Bye bye.